Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea kumuona kama alivyosema mzee wetu wa kanisa, baba yetu askofu, kwa ajili ya safari yake. Aliona vyema apate muda wa kupumzika kidogo kabla hajaanza safari ya kuelekea Dodoma. Kwa hiyo nikukaribishe kwenye ibada, nikukaribishe ili tuweze kujifunza maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Mungu mwaminifu, wewe uliyejaa neema na upendo katikati ya maisha yetu. Wewe uliye uhai wetu, uliye uzima wetu, wewe uliye nguvu yetu, uliye utetezi wetu, Mungu wa pekee mwenye matendo ya ajabu. Tunakutukuza Mungu wa mbinguni kwa fadhili zako njema na kwa uaminifu wako mkubwa katikati ya maisha yetu. Wakati huu sasa, Mungu, tunakwenda kujifunza maneno yako. Tunaomba malaika wako afundishaye, aelekezaye, afafanuaye, akashuke katikati ya ibada hii ili kila mmoja amuone. Bwana, naomba nitumie mimi kama chombo chako kwa ajili ya kuwawakilishia watoto wako maneno yako. Asante kwa sababu umenichagua kwa zamu ya kusimama. Ninaamini Mungu wa uzima, kuna jambo ambalo Bwana wa majeshi unakwenda kulifanya kupitia hiki chombo ambacho ni mimi. Nakushukuru kwa wapokeaji, maana utakwenda kuonekana kwa kila moja, na mioyo yetu iko wazi, Mungu wa uzima, ili kuupokea. Tunakutukuza katika jina la Yesu, amen. Tupitie kidogo somo hili ambalo linasema uhai wa mwamini. Uhai wa mwamini. Uhai wa mwamini unapatikana katika Kristo Yesu. Uhai wa mwamini unapatikana katika Kristo Yesu. Fungua kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Naombe mtu mmoja some pale. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Ndiyo.
Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tumesoma, umezungumzwa uhai wa aina mbili. Uko uhai ambao unapatikana katika Kristo Yesu, uhai wa kiroho. Lakini uko uhai ambao uhai huu unapatikana katika mwili. Yaani maana yake kipindi ambacho bado mapigo yako ya moyo yanadunda. Bwana Yesu asifiwe. Uhai unaopatikana katika mwili na uhai unaopatikana katika roho. Huyu mwandishi anazungumza mambo ambayo kila aliye hai katika mwili anatakiwa kuwa na uhai katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko pamoja hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kila aliye na uhai wa mwili, maana yake ambaye bado anapumua, ambaye bado akiamua kuondoka hapa aende mahali fulani anakwenda, akiamua asafiri anasafiri, akiamua aende mjini anaenda mjini. Maana yake huyu mtu anataka kwenda anapotaka kwenda, anafika mahali anapotaka kufika. Huyu yuko hai, maana yake katika mwili ni mzima, haumwi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuko pamoja? Wewe ni shahidi. Asubuhi tulikuwa tunajifunza mifano ya Yesu aliyoitoa, ambayo ilikuwa inahusiana na jamii inayowazunguka watu wote, kwamba ili aweze kuwapata wanafunzi wake na wamwelewe, analazimika kutoa mifano ambayo inahusiana na jamii ambayo inawazunguka watu wale. Sasa mwandishi wa kitabu hiki cha Wagalatia anasema kwamba ili mtu awe hai, maana yake anatakiwa kuwa hai katika Kristo Yesu, ambaye Yesu huyu ndiye aliyeutoa uhai ili huyu anayetakiwa kuwa hai awe hai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mfano mzuri ambao anauweka, maana yake kama mtu anaumwa homa, wewe ni shahidi. Kama mtu anaumwa malaria, wewe ni shahidi. Kama mtu anaumwa miguu inatafuna, mikono inatafuna, maana yake jicho linamsumbua. Unajua, unaweza ukaugua jicho ukasema ni bora ningeugua mkono. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa hivi sifanyeje? Sioni. Lakini unaweza ukaugua kidole ambacho kiko katika mkono, katikati ya vidole vitano, kimoja kikaugua, ukasema kwa maumivu nayo yasikia haya, bora ningeumwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukasema wakati kichwa kimekutaiti mpaka mishipa inaonekana, namna ambavyo damu inasumbuka kutafuta mawasiliano ya kutembeza kutoka kwenye moyo kusupply katika mwili mzima, unasema hiki kichwa ni kama kinapasuka, ni bora ningeugua mguu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapana, ni kwamba kila kitu
kina umuhimu kwa mwenzake kama maandiko yalivyosema. Sasa mwandishi anasema kwamba mtu aliye hai katika mwili ana uwezo wa kumove, ana uwezo wa kutembea, ana uwezo wa kufanya shughuli, ana uwezo wa kufanya kitu anachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mzima, ana uhai. Bwana asifiwe. Tunapokuja katika ulimwengu wa roho, maana yake watu ambao wamepokea sura ya wokovu, huyu mtu ambaye amempokea Kristo Yesu anatakiwa awe na uhai wa Kristo Yesu, ambao huu uhai wa Kristo Yesu ndio unaweza kumbidisha kufanya mambo ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asubuhi tulikuwa tunajifunza kwenye kipindi cha Sunday kwamba maandiko yamesema siri za Bwana ziko kwa hao wamchao Bwana. Manake wanaomcha Bwana ndio waliobeba siri za Bwana. Sasa tukawa tunajiuliza kwamba je, anapozungumza siri za Bwana ziko kwa hao wamchao Bwana, ni siri gani ambazo wamezibeba? Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe ambaye umemwamini Bwana unafahamu kwamba umebeba siri zake, na hizo siri ni siri gani, au hujui? Maana kila anayemwamini Bwana, ambaye anamwamini Kristo Yesu, ambaye amechukua uhai wake na kuweka ndani yako na unatembea nao, anasema huyu mtu, kila mtu wa aina hii anatakiwa awe nazo siri za Bwana. Je, we unajua kama unazo? Na kama unafahamu unazo, ni zipi? Bwana asifiwe. Maana tulijifunza kwamba kitu siri ni jambo ambalo linaleta faida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jamaa, tunaelewana vizuri? Wafanya biashara wako hapa, anaweza akaenda akanunua bidhaa yake akaileta, akasema nauza hii. Amenunua Tanzania, amenunua nchi zingine kutoka katika maeneo haya yanayotuzunguka, au ametoa katika sehemu mbalimbali, lakini yeye ndio anafahamu kwamba hii betri ya gari niliyoinunua, au hii baskeli niliyoinunua, au hii gari niliyoinunua, au hii pikipiki niliyoinunua, au hii kalamu niliyoinunua, yeye ndio anajua faida yake. Bwana asifiwe. Na ndio maana wewe ukienda unamuuliza kwamba hii betri ya gari unauzaje, anasema hii nipe 75,000. Haupunguzi mzee, utakuwa umenikata. Lakini akwambii kwamba kule nilienda nikanunua 50,000, kwa hiyo nauza 75,000 ili nipate 20, lakini nikishatoa usafiri nikatoa na usumbufu, maana yake kuna kama 18,000 au 17,000. Hiyo ni ya kwake. Na akitaka kukuuzia na kuambia, na tena hii mimi ni kama napatamu kama tu, yani ikizidi sana labda hata 2,000 tu. Yani usione tunahangaika, hizi ni biashara tu, tunapata 2,000 hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda dukani atakwambia mimi siwezi kushusha sana hiki, kwa mfano hiki kitu unakokiona, yani hapa hata 500 haiwezi kufika, ni kama 400 na kitu nikipiga mahesabu, nikitoa usafiri na kila kitu na usumbufu ni kama 300 na kitu tu. Yani hatupati sana, na hivi ni kwa sababu inalazimika tuwahudumie tu jamani. Sasa tutafanyaje? Ana siri yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilisikia kuna wakati ambao muda fulani kuna kipindi fulani kilivuma, tulikuwa tunavaa, wanauza watu vitambaa ambavyo walikuwa wanaenda kuvichukua Uganda vya kutengenezea, vya kushonea suti. Wanakuambia wauzaji kwamba hii unayoiona hii, nikitoa nauli nikatoa na usumbufu na kila kitu, yani humu ni kama napata kama labda ikienda sana labda hata 7,000 au 8,000.
Lakini kumbe nilipokuja kusikia kwa mtu akasema kwamba kuna nusu ya hela, yaani kama amenunua shilingi 5,000, maana yake akija huku yeye anakuja kuuza 25,000, akishatoa usumbufu na kila kitu inazidi na gharama. Lakini ukiwa unamwambia mpaka anakuangalia kabisa kwa jicho la huruma, hii yani nakupa tu, yani ni kama tu nakupa. Hiyo ni siri, maana yake ameitunza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu aliye hai katika Kristo Yesu, maana yake ili aweze kuonekana kwamba anao uhai ameubeba na anatembea na uhai huu, maana yake Yesu Kristo kuna mambo ambayo ni lazima aonekane huyu mtu anayafanya, ambayo ndio atasema kwa haya huyu yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa, tunaelewana vizuri? Mfano aliotolea huu wa mwili wa kawaida hivi, unaweza ukaamka asubuhi ukapita kwenye mlango wa jirani yako saa 2 ukamkuta amekaa kwenye kiti amejianika kwenye jua. Bwana asifiwe. Ukaenda ukafanya shughuli zako kule, ukarudi jioni mida ya saa 10, saa 11 ukapita pale ukamkuta yuko pale pale tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukaingia ndani, ukaingia kama ni mwanaume ukavaa magambu, tukaingia kwenye shamba lako ukakatakata, kila ukinua kichwa unamwangalia yuko pale pale tena. Halafu ukaingia ndani, ukaoga, ukafanya shughuli zako, ukatoka nje, yuko pale pale tena. Halafu kesho ukiamka asubuhi tena ukaja unamkuta tena anaota jua. Unamuuliza habari yako, asema salama, niko vizuri. Huyo atakuwa mzima kweli? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake huyo sio yani hana afya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake afya yake ina hitilafu ndani. Sasa uhai wa Kristo Yesu, ili mtu aonekane kwamba yuko hai, kuna mambo ambayo yanatakiwa yamuonyeshe, yani ya kawaida tu, ambayo hata haujayachimbua sana kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza, unaonaje kama mtu akiamua kuja kanisani, Bwana asifiwe, akafika na kaa kwenye kiti, wanasema jamani ni muda wa sadaka. Si unaona kanisa letu jinsi wanavyofanya? Mashemasi wanasimama, si ndio? Wanakuja kiti kwa kiti, si ndio? Maana yake wakikufikia inatakiwa ufanyeje? Usimame, uende wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanakuja kiti kwa kiti, alafu wanakufikia, unasema kwani mimi lazima nisimame? Wewe tunakusubiri wewe uinuke sasa. Oya, muda umefika wa kutoa sadaka, nenda. Jumatano tena tukikuona kanisani, jamani, Baba Mungu tunakushukuru umewaleta watu wako, ni wakati wa kutoa sadaka, neema yako itembee nao. Haya,